Bwana mdau wa sekta hii ya madini, sekta pendo kabisa, sekta ambayo inafanya vizuri sana nchini Tanzania. Sisi bado tuko katika wilaya hii ya Mbogo mkoani Geita na tunaendelea kuletea habari mbalimbali za madini. Na leo hii tumetembelea katika mgodi wa Mwenula Kakumbi hapa. Tumekutana na wadau, tutazungumza nao viongozi wa Mwenula Gold Rush ambayo inapatikana hapa katika mgodi wa Mwenula. Mimi naitwa David Kiluzeni, nakusogeza sasa kwa viongozi wa mgodi huu waweze kufahamisha changamoto lakini pia vitu ambavyo wanavifanya katika sekta hii ya madini wakiwa hapa katika mgodi wa Mwenula Gold Rush. Ninaitwa Jesto Shashu, ndio katibu wa mgodi huu wa Mwenula Group Gold Rush. Tupo hapa kwa ajili ya uendeshaji wa uchimbaji wa madini. Kwanza kabisa, changamoto iliyopo katika mgodi huu, tatizo kubwa ni umeme. Umeme ni tatizo kubwa sana katika mgodi wetu. Nadhani endapo tungepata umeme katika mgodi wetu, nadhani wananchi wa kijiji hiki cha Mgaya kata ya Rugunga wangenufaika na mambo mengi sana. Kwa mfano, uzalishaji ungekuwepo umeme, uzalishaji ungekuwa uko juu zaidi. Kwa sababu sasa hivi uzalishaji uko chini kwa sababu wadau wa mgodi huu wanatumia kwa njia ya mafuta. Zile mashine wanatumia mafuta ya dizeli, kuna baadhi ya wengine wanatumia petroli. Sasa unajikuta uzalishaji unakuwa uko chini kuliko kipato wanachokipata. Na katika endapo ungepatikana sasa umeme wa kutosha hapa au ukaja umeme kwa ujumla, ina maana wadau wa hapa uzalishaji ungekuwa mkubwa na watu wangenufaika mambo mbalimbali. Kwa mfano, kama endapo kungekuwa hapa na uzalishaji wa kutosha, kuna watu ambao wana kazi siku ya mgao, kuna kazi ya watu wanakuja aina mbalimbali kwa ajili ya kusomba huo mzigo. Kwa hiyo tunanufaika kwa njia hiyo. Pili, hapa tulipo sasa hivi kuna mamalishe. Mamalishe nao wananufaika kwa ajili ya nini? Ya huu mgodi endapo kutakuwepo na umeme. Vile vile katika mgodi huu uzalishaji ungekuwa mkubwa, vile vile bado mzigo unapotoka kwenda sehemu nyingine, basi watu mzigo unapoenda kwa sehemu hiyo hiyo tayari kutakuwepo na wenyewe wananufaika watu kule. Kwa cha msingi, changamoto zilizopo hapa, kinachotusumbua kabisa mgodi wetu usiendelee. Hali kadhalika ninyi nadhani mnaiona hali ya hewa jinsi ilivyo hapa, ni umeme, kwa sababu mgodi wetu una maji mengi. Hesabu ya haraka kwa kisia, kwa sababu ile kipindi cha nyuma mgodi ulikuwa huko vizuri, tulikuwa na uzalishaji mzuri. Naona sasa naweza kusema kwamba kwa mahesabu ya haraka si chini ya watu 300, si chini ya watu wa 200, tuseme kwa 200 mpaka 300 ambao kipindi cha nyuma ilikuwa inanufaika wa watu, kwa sababu kulikuwa na uzalishaji ambao ulikuwa unaonekana. Mara nyingi inaweza kupita kabisa wiki bila kuzalisha mfuko wa aina yote. Kwa mfano sasa hivi unaona mheshimiwa, mifuko iliyopo pale, hiyo mifuko mpaka tunavyoongea hivi takriban mwezi mmoja mpaka miezi miwili, kwa sababu unajikuta pale duara moja inaweza kuzalisha mifuko mingapi? Mifuko miwili, kulingana na jinsi ilivyo. Watu wengi wanakimbia kwa ajili ya maji na mkanda unakuwepo, mkanda ni mdogo. Unakuta mtu anatumia gharama kubwa gharama kubwa kuifunga duara ambayo ni matimba. Sasa ile miti ya matimba anatumia gharama kubwa, alafu anakuja kuzalisha, uzalishaji wake unakuwa ni mdogo kulingana na jiografia jinsi ilivyo hapa. Lakini sasa endapo ungepatikana umeme, basi ungepata na wadau wengi ambao wana uwezo wa kufanya wa kuendeleza huo mgodi au wawekezaji. Tungepata wawekezaji wengi. Kila wawekezaji wanapokuja hapa wanashindwa kuendelea kwa sababu ya uendeshaji wa hapa umeme hatuna. Sasa anapiga mtu gharama kama akitumia kwa njia mafuta na feri. Hapa si tulipo hapa, ndio maana baada ya kuona kwamba mgodi wetu umekaa katika hali hii, ina maana tuna ruhusa ya utafiti. Tumeshapewa ruhusa kwa ajili ya ya utafiti. Kila kinachokuja kupatikana sasa hapa huwa tunatoa taarifa. Ina maana kila mwisho wa mwezi huwa tunapeleka taarifa madini kwamba sasa uzalishaji wetu huwa katika system hii hapa. Na tunapopeleka zile taarifa, na wao madini wao wanakuja kujiridhisha. Na mara nyingi sana wa madini nao wanakuja kututembelea mara kwa mara. Wanapokuja kufika hapa, wanaangalia hali ya hewa jinsi ilivyo, wanawaambia endelee na kazi. Lakini kila kinachozalishwa lazima taarifa tufanye tutoe.